معاشر المسلمين، فيه بعض الناس الكرماء في قومهم يفعلون أشياء من المنكرات مثل الغنى، ويحتجون بها بالأدلة المزيفة وبأشخاص لا قيمة لهم. Ndugu Waislamu, kuna baadhi ya watu ambao wanafanya mambo ya munkar, kisha baadaye huyaletea dalili na kuyaletea ushahidi ambao ni feki, kwamba nimefanya hivi kwa sababu kuna ushahidi kadha, na huo ushahidi, hiyo dalili aliyoitaja, hajaleta maana yake kwa mujibu wa maulama, hajaiweka sehemu yake, au anastadili kwa watu ambao inawezekana sheria haiwazingatii. Yani katika matamshi ya kisheria au katika ulimwengu wa maulama hauwazingatii. Kuna mtu mmoja aliimba katika baadhi ya maeneo, watu wakamnasihi kwa kheri, ilikuwa akubali nasaha kwa sababu anayekunasihi anakupenda. Yeye akafanya interview katika baadhi ya kanawati, katika baadhi ya channel, akaanza kuleta ushahidi ambao ni feki, ambao wala haifai kusema, bali alikuwa inatakiwa sema nimekosea, nimerudi katika haki, na yule mwenye kurudi katika haki anakuwa ni mbora, na kurudi katika haki ni fadhila. Kwa hiyo akataja mambo mawili ambayo yanamsababisha yeye kuimba. Jambo la kwanza, anaimba kwa sababu mashekhe zake wanaimba. Sasa hili nini jawabu lake? Hii ni sababu ya kwanza. Ametaja sababu mbili. Sababu ya kwanza, anaimba kwa sababu mashekhe zake wanaimba. Tumwangalia al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, anasemaje alipokuwa ametaja maneno ya Abu Tayyib al-Tabari al-Shafi'i, alipoelezea kuhusiana kwamba nyimbo ni haramu, kuimba ni haramu, na kwamba haifai kumnasibishia Imam Shafi'i rahimahullah kwamba anajuzisha kuimba. Ibn al-Jawzi akaelezea akasema, fa ahlu at-tadayyun min ulama'i Shafi'iyya, wale walioshika dini kisawasawa katika wanachuoni wanaofuata madhhabu ya Imam Shafi'i, yuharrimuna al-ghina, wanaharamisha kuimba na nyimbo. Wa innama rakhasa fi dhalika ba'dhu mutaakhirihim, walioliruhusi hilo la kuimba ni baadhi ya wanachuoni wa Kishafi'i waliokuja baadaye. Man qalla ilmuhu, wale ambao elimu zao ni kidogo, wa ghalabahu hawa, na wale ambao wanaendana na matamanio, hawataki Qur'ani wala Sunna. Kwa ukimkuta mtu ni mwanachuoni ajinasibisha na madhhabi ya Shafi'i, aimba, Ibn al-Jawzi anakuambia qalla ilmuhu, elimu yake ni kidogo, wa ghalabahu hawao, na matamanio yake ndiyo ambayo yanampelekesha, hapelekeshwi na kitabu na Sunna. Muislamu wa haki la budda an yakuna hawao tabaan lima jaa bihi an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Muislamu ambaye anafuata haki inabidi matamanio yake yawe ni yenye kufuata Qur'ani na Sunna, yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kufuata matamanio yake au kufuata mashaka zake. Tumtazame Imam Shafi'i rahimahullah. Imam Shafi'i tunajua aliingia katika nchi ya Iraq. Alipotoka Iraq, wakati anawaambia wanafunzi wake wa maeneo mengine na watu wake, akawaambia nimetoka Iraqi, lakini kuna jambo limezuka. taraktu fil Iraqi shay'an yuqalu lahu at-taghbir, nimetoka Iraqi, nimeacha jambo limezuka, wanaliita takbir, ni nyimbo watu wanaimba. Ahdathahu zanadiqa, waliozusha kuimba ni mazindiki, akawita zanadiqa. Hakusema ni maulama, alisema ni zanadiqa. Imam Shafi'i, yasudduna bihi anil Qur'an,
wanawazuia watu kwa nyimbo zao kuisikiliza Qur'an. Hii ndiyo kawaida ya watu ambao unawaona kweli ni wanachuoni lakini waimba. Ibn al-Jawzi anasema qalla ilmuhum wa ghalabahum hawa, hawa elimu zao ni kidogo lakini wanafuata matamanio yao. Lakini Imam Shafi'i amewaita kwamba wao ni zanadika, wao ni mazindiki. Wasuila al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik akaulizwa kwamba hapa Madina huko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna watu wanaimba, hao watu mnawachukuliaje? Akauliza Imam Malik, amma yatarakhasu bihi ahlul Madina min al-ghina, kuhusiana na watu wanaoimba wako kwenye mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi maimamu mnawachukuliaje? Au wewe Imam Malik unawachukuliaje? Imam Malik rahimahullah ta'ala akasema, innama yaf'aluhu indana al-fusaq, watu wanaoyafanya mambo haya ya kuimba ni watu waovu, ni fasaka, ni watu ambao ni waovu. Kwa hiyo aiyuha alahibba, kupitia maneno ya wanachuoni, watu wanaoimba hata kama kionekana kimuonekano kama ni shekhe au ni kadha, maulama wetu maaima wamewaita kama ni zanadika, kwamba qalla ilmuhum, kwamba ghalabahum hawahum, ni watu ambao elimu zao ni chache na wanafuata matamanio yao. Na hapa Imam Malik amesema kwamba ni fusakh. Hii ni swali la kwanza, tumelijibu. Swali la pili, alipoulizwa alijibu, alitoa sababu mbili. Akasema mimi naimba kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama ametuamrisha tuiimbe Qur'ani, yani ukiwa unaisoma Qur'ani uiimbe, at-taghanni bil Qur'an. Akatoa dalili, laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, hayuko pamoja na sisi yule ambaye haitaghanni Qur'an. Hii piga mstari hapa kwenye man lam yataghanna bil Qur'an, yule ambaye hataghanni Qur'an. Nini maana yake? Je, maana yake kama alivyosema yeye kwamba tunaimba? Nini maana yake? Maana yake tukue maneno ya al-Imam al-Mawardi al-Shafi'i rahimahullah kwenye al-Hawi al-Kabir, lakini pia al-Hafidh an-Nawawi ameelezea kwenye Sharh Muslim, na al-Imam al-Khattabi ameelezea haya maneno kwenye Maalim Sunan na wengineo katika aima kuelezea hadithi hii. Je, tafsiri yao maana yake tuimbe? Al-Mawardi akasema katika hii hadithi kuna tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza akasema man lam yastaghni bil Qur'an. Hii ndio tafsiri ya kwanza, man lam yastaghni bil Qur'an. Kwa hiyo Mtume alisema, aliposema hayuko pamoja na sisi yule ambaye la yataghanna bil Qur'an, kwamba haighani Qur'an, yani maana yake hatosheki na Qur'ani. Muislamu inabidi tushike na Qur'an katika mambo yako yote, katika maisha yako yote tushike na Qur'an, na zile muktadayat za Qur'an tushike nazo. Ukitaka raha, sikiliza Qur'ani au soma Qur'an. Kwa hiyo yule ambaye hatosheki na Qur'ani hayuko pamoja na sisi. Tafsiri hii ya kwanza ameitamka al-Imam al-Asma'i, na akawa ameichukua Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala na Sufyan ibn Uyayna. Tafsiri ya pili, laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, hayuko pamoja na sisi yule ambaye haighani Qur'an. Tafsiri ya pili maana yake ni tahsinu sauti inda qira'ati al-Qur'ani duna alhani, ni kuisoma Qur'ani kwa sauti nzuri bila kuleta vina vya nyimbo wala miziki. Kuisoma Qur'ani kwa sauti nzuri bila kuleta vina vya nyimbo wala nini wala miziki, ndivyo unavyotakiwa kuisoma Qur'ani. Sasa yeye anatuambia kwamba anaimba kwa sababu tumeambiwa kwamba tuiimbe Qur'ani. Anataka tupoteze katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullah salamata wal afia. Ndugu zangu Waislamu, jueni sehemu za kuchukua dini, kuweni na thabati, msiwasikilize mashekhe katika ile hali kama vile mtu anataka
kiburudisho. Kuna watu wanapenda mashekha akisikiliza acheke afurahi. La, tafuteni dini yenu, kila siku ingize faida katika dini yako. Kupitia maelezo ya ahlul ilmi waliotangulia, wao wanaita mambo mapya katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja atakuja thabati, kila mmoja ataulizwa peke yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaleta dalili, wanaziweka sehemu si yake, na sisi tumetafuta tafsiri za maulama katika hii hadithi, wametuonyesha kwamba tafsiri aliyoitaja yeye hadha alkarim fi qaumi, kwamba iko kinyume na tafsiri ambayo wameileta wanachuoni waliotangulia, ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kwamba tuwaulize wao katika masala ya dini.